Na mtazamaji, unaendelea nami hapa Channel 10 Plus katika habari za biashara. Karibu. Naibu Waziri wa Nchi Ofisi ya Waziri Mkuu, Mipango na Uwekezaji, Dr. Pius Chaya ametoa rai kwa wawekezaji wa ndani kuwekeza katika viwanda vya uzalishaji wa chupa, hatua itakayosaidia kupunguza changamoto ya upungufu wa vifungashio kwa wazalishaji wa vinywaji pamoja na kukuza uchumi. Dr. Chaya ametoa rai hiyo wakati alipotembelea wawekezaji wa sekta ya viwanda mkoani Shinyanga na kueleza changamoto kubwa inayowakabili wawekezaji wa sekta ya vinywaji nchini, hali inayosababisha gharama kubwa na wakati mwingine kusuasua kwa uzalishaji. Mkuu wa mkoa wa Shinyanga Mboni Mhita ameeleza namna serikali ya awamu ya 6 inavyoendelea kuwaunga mkono wawekezaji wa ndani na kurahisisha uzalishaji, huku baadhi ya wawekezaji wakiishukuru serikali kwa kuweka mazingira mazuri ya uwekezaji nchini. Azma ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ni kuhakikisha kwamba tunavutia wawekezaji wazawa, lakini wawekezaji wageni. Lengo ni kutengeneza ajira, lakini kukuza uchumi na vivyo kuongeza kipato cha mtu mmoja mmoja. Wote ni mashahidi, ili uweze kuzalisha bia hapa, uweze kuzalisha wine hapa, unahitaji shayiri. Na hii shayiri inalimwa na wakulima. Kwa hiyo vivyo ameenda kuchangia kuhakikisha kabisa anakuza mnyororo wa thamani wa wakulima, na taarifa niliyopewa, wakulima wengi wa shayiri wanatoka kanda ya kaskazini, Kilimanjaro na kwingine. Kwa hiyo mimi nikupongeze sana mwekezaji, na sisi kama serikali tunaendelea kutoa commitment yetu ya kuwaunga mkono wawekezaji wote Tanzania nzima, wale ambao wanaonyesha nia ya dhati ya kushirikiana na serikali katika kuhakikisha kwamba sasa tunasukuma gurudumu la maendeleo. Kwa maelekezo ya Mheshimiwa Rais ni kuendelea kuwaunga mkono wawekezaji wa ndani, lakini pia kurahisisha taratibu zote ambazo zinaenda kufanikisha ufanisi wao. Hatuhitaji bureaucracies au kona za aina yoyote katika utoaji wa huduma ambayo inaenda kurahisisha utekelezaji au uzalishaji kwa wawekezaji ndani ya mkoa wetu. Tumechochea uchumi wa vijijini kupitia ajira za usafirishaji, biashara za pembejeo na biashara ndogo ndogo. Tunazalisha bidhaa bora na salamu za maziwa zinazosaidia kupunguza lishe duni na udumavu, hususan kwa watoto. Upande wa mapato ya serikali tunakadiriwa kuchangia takriban shilingi bilioni 20 kwa mwaka kama kodi mbalimbali tofauti ambazo tunachangia kusaidia jitihada za serikali katika kutoa huduma za jamii. Tumekuwa tukizalisha bidhaa zetu kwa kuzingatia viwango vya ubora na ushindani wa soko. Wakulima wa halmashauri ya wilaya Madaba mkoani Ruvuma wametakiwa kutumia fursa za uwepo wa zana za kisasa za kilimo zilizoletwa na serikali ili kuongeza tija kwenye uzalishaji wa mazao badala ya kuendelea kutumia kilimo cha jembe la mkono. Wito huo umetolewa na mbunge wa jimbo la Madaba Omar Msigwa wakati akizungumza kuhusu ujio wa zana za kilimo, ambapo amesema viongozi wana matumaini makubwa ya kwenda kuwatumikia wananchi, kwani serikali ya awamu ya 6 chini ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan imeendelea kutoa mbolea ruzuku kwa wakulima ili kuongeza uzalishaji, ambapo tunayo tayari matrekta zaidi ya matrekta 6 ambayo yatatumika katika kilimo cha kisasa. Vile kuna pawatila nazo zitatumika kwenye kilimo cha kisasa. Wito wangu ni kwamba wakulima waende kutumia hizi zana za kilimo ili kuongeza tija badala ya kuendelea kutumia kilimo cha mkono ambacho tija yake ni ndogo sana. Mimi huo ndio wito wangu, pamoja na mambo mengi ambayo pengine tutayafanya tukiwa kama viongozi, lakini la kwanza kwa sababu sasa ndio tunakwenda kwenye kilimo. Kwa kuwa halmashauri ya wilaya Madaba inajihusisha na mazao ya chakula na biashara kwa maana mahindi, maharage, tangawizi, parachichi pamoja na kilimo cha miti, baadhi ya wakulima wameiomba serikali kuhakikisha wanaleta pembejeo kwa wakati. Yaani tulitarajia kilimo, tulitarajia kiende juu, kisaidiwe ili tuweze wananchi wa kwa wote kwa ujumla waweze kuwa na kipato, kwa sababu uchumi mkubwa unaotegemea sana ni kilimo. Kwa hiyo unajua wakisimamia vizuri upande wa kilimo tutakuwa tumeliinua sana jimbo letu. Na tukihakikisha jimbo letu la Madaba ni wakulima wakubwa sana wa mahindi na maharage na mambo mengine. Najua wananchi wanahitaji maendeleo, hasa hususan kama wanapata vile vitu vyao muhimu vya mambo ya kilimo na uendeshaji hasa wa jimbo letu.
pia wanapopata taarifa katika jimbo letu kama linaenda vizuri, wao nafikiri watakuwa na furaha sana, lakini sio kama watakavyokuwa wanasikia mambo yanakwenda tofauti, maana yake bado watasema kuwa hatuendi vizuri, kwa hiyo uongozi bado hautaaminika. Kutoka Ruvuma, Ditanyoni, Channel 10. Na hivyo tumemaliza habari za biashara. Muda mfupi tutaungana na Eden Bahati akitutaarifu upande wa habari za michezo na burudani.